Sizonje, usiogope, hakuna kitakachokufika. Mizimu ya Dongongwe ipo karibu yako. Nenda kachukua Zindiko. Kibara. Ndio mkuu. Umeamua kundanganya sio? Hapana mkuu. Zindiko lilikuwa pale mkuu. Hapana. Haiwezekani. Ukamwangesha mkubwa wako. Hapana mkuu. Nisikilize vizuri mkuu. Kuna kijana alikuja kwenye kiringe changu. Akataka dawa kuhusiana na Zindiko. Nadhani huyo ndo kijana aliyemilikishwa Zindiko katika kijiji hichi. Hakuna mwingine anajua siri ya Zindiko. Unamjua ni nani huyo? Ulikuja chukua Zindiko hapa? Kijana huyu anaitwa Sizonje. Kwa hivyo vyote yeye ndo alolimiliki Zindiko. Amekwisha. Nakuamini mkuu wangu. Sizonje amekwisha. Nakuamini mkuu wangu. Najua hakuna kinachoharibika. Kaka. Samahani. Bila samahani. Samahani kaka. Naomba msaada wako. Ni msaada gani nikusaidie dadangu? Na siku ya 3 mimi sijala. Nimetokea kijiji cha mbali. Nimekimbia nyumbani, nilikuwa nalazimishwa kuolewa na mwanamume mtu mzima. Kwa hiyo naomba unisaidie. Natamani sana nikusaidie, lakini kwa hali niliyokuwa nayo, hebu angalia hali ya hivi nilivyokuwa nayo. Yaani mimi siwezi kutimiza chakula hata cha asubuhi na jioni. Unadhani mimi nitaweza kukusaidia vipi? Lakini nadhani hapo mbele kidogo kuna vijiji vingine unaweza kupata msaada nao. Kaka, naomba unisaidie. Nimetokea mbali, nimechoka. Sasa tutalala vipi wakati mimi na chumba kimoja? Vipi tutalala? Na tena chumba chenyewe ukiangalia juu unaona mpaka mbingu. Mimi nadhani nitakupa msaada wa leo na kesho na kesho kutwa. Baada ya hapo utatafuta wazazi wako. Sawa, lakini siwezi kurudi nyumbani kwa sasa hivi. Sawa, lakini yote utakwenda kunieleza huko. Sawa.
Kwa dada yangu karibu sana. Na nimeamua kukuondoa kule nyumbani kwa ajili ya kukubadilisha mawazo hapa na pale. Kama unavyoona haya ni mazingira ya shamba. Lakini kama sikosei jana, sijui shida gani ambayo imekufanya kwamba uondoke nyumbani. Unaweza kunielezea kifupi? Kwa hiyo sio ile nyumbani nilikimbia. Na nimekimbia kwa sababu nilikuwa lazimishwa kuolewa na babu mtu mzima. Kwa hiyo mimi nikaona si vyema, nikaona bora tuondoke. Nakumbuka wewe mwanzaje? Ni kweli, lakini siwezi kuolewa na mtale William. Usijali baba. Nafikiria mimi nitajaribu kutafuta njia ya kukusaidia ili kuweza kufikia mazingira mazuri nyumbani. Lakini hapa nilipo karibu sana na tutaishi sote, tutaishi kwa umoja sana. Mimi nafikiria ukaribie tu nyumbani, sawa? Sawa, nashukuru kwa ukarimu wako. Sizonje. Sizonje. Mambo Mila, vipi? Mambo vipi? Fresh kama kawa. Shwari upo? Fresh. Mambo yanaendaje? Mambo bulbul. Wewe bwana, wewe nijua ulianza kunifuata nyumbani. Yaani nimekufuata geto. Kule kila nikapiga zogo sizonje kile nikaona hata nifuate. Nipo huku shamba rafiki yangu. Nipo shamba. Sio unaona mazingira yalipoanza kubadilika. Mazingira yalipoanza kubadilika. Mshikaji wangu kwenye kupalilia uje uniti hapo. Wewe wala usijali, niko vizuri mimi. Lakini hata hivyo nitasaidiwa na dada yangu. Maana sio dada yangu. Uko vizuri? Uko vizuri. Lakini sizonje mshikaji wangu unazingua. Yaani unazingua kweli kweli. Kwa nini? Kwani mshikaji wangu tumepanga kitu gani? Tukutane wapi? Kuhusu yule babu niachie mimi. Kwa utamalizana naye? Mimi nitajua nimalizane naye vipi. Mambo yote unaweza kumalizana na kila kitu utarekebisha. Unaniahidi? Wewe jiandae kutia pesa mfukoni. Au sio? Nitakurai kweli mshikaji wangu kama unajua unalizana naye. Naizana naye mshikaji mimi. Mimi sizonje niambia mtoto mzuri kama wala kuniambia ni dada yako. Bila sizonje. Elewa hivyo ni kama dada yangu. Kwa ninavyokuelewa wewe. Sio kweli. Shemu habari. Sasa mambo. Poa. Sizonje. Acha niwaje wapenda nao. Wabaki kuenjoy. Wewe bwana acha utani wako bwana. Sizonje, nakusubiri. Usachelewa lakini. Usijali. Wewe tu nakusubiri tena. Usijali kwa hilo. Time over mimi nafika hapa. Sawa? Dada yangu. Hii rafiki yangu sana. Hata hivyo ni mcheshi. Maana katika marafiki yangu ambao nawategemea ni yule. Kwa hiyo usijali sana. Akija nyumbani wewe mpokee kama kawaida, sawa? Mimi tatizo faili. Kwa hiyo basi sawa, mimi nahisi wacha tuende zetu maana nikizadia kuchelewa. Ile bwana atanifikiria vibaya. Sawa, ni shida. Okay. Mjomba, unafanya kazi mjomba. Namtegea kweli kweli mjomba. Sikiliza mjomba. Mhoga hulimu hivyo. Huo mhoga utakuja kuuvunja. Sasa mjomba unaona kule koti nimepalilia mimi halafu Mjomba. Mjomba. Mjomba mimi nimeshachoka. Nimeshachoka mjomba. Sema la ukweli. Mjomba, jana nilikwenda kwa Sizonje. Lakini cha ajabu Sizonje ameshaoa. Sizonje? Ndio. Mjomba. Sema mjomba. Sasa unaanza kitu gani? Hamna. Mjomba. Wakati Sizonje tayari ameshaoa na mimi mjomba, fanya yako yote mjomba na mimi uniwezeshe. Sijali mjomba wangu. Sawa mjomba wangu. Mimi nitakutafutia mwanamke sahihi kwa ajili yako. Lakini mjomba, kijiji cha jirani kuna mwanamke mzuri tu, mbona tayari nimeshamuona. Ni sawa mjomba, lakini mimi nitakutafutia mwanamke sahihi kwa ajili yako utaoa. Sijali. Lakini unasema kweli Sizonje ameoa? Ndio mjomba, Sizonje ameshaoa. Basi sawa mjomba. Situmalizie kazi kwanza. Mjomba, hapana. Mimi mjomba tayari nimeshachoka. Acha niwahi nyumbani tu. Nikagongolia mashina matatu pale ya viazi. Nikapata kwenda. Ukirudi tu iwe chai tayari. Kwa sababu unajua ugonjwa wangu viazi. Unanidanganya kwa viazi. Basi sawa mjomba wangu, wewe nenda. Lakini mjomba, swali langu lichukulie mjomba. Hamna shida mjomba. Mjomba, hamna shida. Na niahidi mjomba. Niamini mjomba wangu. Sawa mjomba, acha nitangulie basi. Basi sawa. Haya mjomba. Haya mjomba. Kwa hiyo basi niondoke nayo. Sawa, tangulia nayo. Haya. Sawa. Anasema Sizonje ameoa. Na wasiwasi. Sio mbinu za wachawi kweli hizi? Inanibidi niwe makini sana kuhusu mjomba wangu. Na hisi mjomba wangu anaweza kaingia kwenye matatizo.
Tena inabidi niondoke kwa haraka sana nifuate nyumbani mjomba wangu. Nitaendelea siku nyingine. Vipi tena? Naona nguo tafurani hivi. Unatafuta nini? Amna, yani kuna nguo nilikuwa natafuta nguo yangu. Nguo. Nakumbuka ulikuja na nguo hiyo na ile nguo ya pili. Basi. Lakini sawa, wacha mimi basi nikutafutie. Nitakuletea, nenda. Amna, acha tuneke vizuri. Nenda ndani nitakutafutia. Kuna mambo mengine ya siri huko. Nenda ndani. Kwa hiyo mjomba, atakwenda kuleta chakula hicho. Bila. Maliza bwana, mimi nimeshashiba tayari. Sizonje. Habari zenu bwana. Mambo vipi? Mjomba? Mjomba. Kwema? Kwema. Upo? Nipo mjomba wangu. Imekuwa la heri, maana nina njaa hatari. Karibu rafiki yako na mwambie. Mimi nao. Nao maji mjomba. Nao maji sasa. Huko kala kwa ndege kala nani? Mjomba, kula chakula. Mimi nataka nije huko bana. Kaa mjomba wangu. Shoga hapa mjomba. Haya. Umeona mjomba wangu? Namwambia mwenzio toka muda mrefu. Chakula kidogo na leo nashinda kumalizia mjomba. Au sio kijana rijali huyu? Niachie mimi mjomba. Unajua nini? Toka natoka kondeni wewe nimekuacha una ngwe kubwa ya kulima kule. Kwa hiyo mimi nahisi wakati nimefika Mwanza nimekupikia mimi mwenyewe. Tayari nimeshashiba. Ndio maana mboga zilikuwa chache. Mjomba unapenda sana kula mboga jikoni. Sasa mjomba, sasa kesho. Kesho hapo utakula muogo. Mjomba. Mwanzo mwisho. Viazi vipo pale. Mjomba. Ulisembe nani kasota? Sio mjomba wako. Wewe. Huyo mjomba wako. Ndio maana mimi naliona hili baya. Sizonje. Basi niache hadi. Unajua mimi na wewe ni watani sana. Lakini Sizonje. Na swali moja nataka niulize. Nyinyi mnakula ugali kila siku sembe. Na mboga kama haya kuchemsha. Hizi nguvu unapeleka wapi? Wewe rafiki yangu Mila tumepanga. Akioa yeye na mimi naoa. Kama hajaoa na nikioa mimi na yeye anaoa. Sasa hapo kuna mvutano hapo. Mjomba. Hawezi kunipiku. Nitachukua mimi mwanzo. Wewe mjomba subiri. Utaoa vitu vyangu. Itakuwa vizuri. Lakini mjomba, tumwache Sizonje amalizie kula. Ndio. Ile swala uliloniambia imenigusa sana. Lakini tufanye maarifa. Tuende kule kama vipi kesho asubuhi tukijaliwa au unaona tukamshirikisha na Sizonje. Ni sawa kwa sababu Sizonje ni rafiki yako sana. Ndio. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri pia kama utamshirikisha katika hili. Au unasemaje mjomba wangu? Ndio. Basi ni vema tukaongozana naye. Sio mbaya kwa kuwa ni rafiki yangu. Nitamwambia nikimshindikiza kwenda kwao. Hata unaambia. Ni bora aniambie hapa ulipo wewe. Lakini ni sawa bora tumwambie tu. Sawa mjomba. Nasikia mjomba wangu. Unajua ni muda sasa umepita.